imenifikia kwenye chemba zangu za Kimbea, na issue yenyewe inakwenda hivi. Unajua nilikuwa lini, Jumamosi niliweza kupost kitu pale kwenye mtandao wangu wa kijamii, kwenye Facebook page yangu pale. Niliandika kwamba kufanya kazi ama kudeal na wasanii wa Mombasa ni ngumu sana. Unaelewa? Niliandika pale kwamba kudeal na wasanii wa Mombasa ni ngumu tena sana. Kuna sababu kwa nini nilisema hivyo, na nikasema sababu hiyo nitakuja kuitoana ndani ya Kaya Flavors. Wambea pale nje pia watoe maoni yao. Unaona? Sasa iko hivi. Unajua wasanii, ndugu zetu wengi ni wasanii, lakini juzi kulikuwa na deal. Mimi nawaambia kile kitu parawanja, by the way. Kuna record label ambayo inakuja kwa kasi sana hapa Mombasa. Sitawaambia jina kwa sasa, lakini mtaijua tu. Sasa bwana, hii record label ina msanii wake. Unaona? Msanii anachipukia, lakini anakuja pia kwa kasi ya kwake. Sasa bwana, kuna moja wa malegend hapa Pwani. Jamaa wakamfuata, wakamuuliza, "Oya, inakuaje mwanangu? Sisi tungependa kufanya kolabo na wewe. Jamaa, utachaji pesa ngapi?" Jamaa akasema pesa yake. Alivyosema pesa yake, akaambiwa basi fanya vipi? Hii ngoma tuifanye studio gani? Jamaa akapropose studio ambayo angetaka ifanywe. Tukasema sawa. Na ile lakini story venye inaenda, mshikaji ni legendary. Akaambiwa basi tutakulipa down payment ya kiasi fulani. Unaona? Legend wa muziki, namzungumzia legendary. Ni vile nimebana tu jina, lakini nikitaja jina mtamjua nani. Sasa bwana, si umeahidiwa kwamba nitakulipa pesa fulani. Wewe mwenyewe ndio umeisema ile pesa. Umesema mimi kama ni collabo ni hela fulani, lazima ifanywe mahali fulani. Jamaa wakasema ni sawa. Na ili kuonyesha jamaa wako serious, jamaa wakamwanza tayari deposit pale. Kwamba jamani, msanii sasa hivi ako na shughuli za kushoot video fulani. Lakini hiyo video ikiisha, wiki ijayo tutakuwa tunai shift attention kwako, tusaini. Naelewa? Yaani tuingie studio tufanye kila kitu. Ikawa deal wiki jana hiyo. Msanii sasa alipwa. Bwana, msanii akaenda, sijui anaenda studio gani. Bwana anaambia wale jamaa kwamba kurekodi ngoma hiyo studio yake ni 65,000. 65,000 Kenya shillings. Haya, tuambiane, Mombasa hii record studio gani ina shooting ama ina rekodi audio na shilingi 65,000? Gani Mombasa hii, nionyesheni. Ipi Mombasa hii? Toti mwenyewe achukue hiyo 65,000 kwa audio peke yake. Mombasa hii wapi? Kama sio utapeli huo legendary mzima. Una koni madogo. Tabia nyingine tena. Alafu unaweka tabia nyingi kwa ujumla. Za last week zote hizi. The same management wakamfuata star mwingine. Unaona? Star akaambiwa, "Tutafanya kolabo na wewe mwezi ujao. Tushakubook tayari. Kolabo yenyewe itafanywa sehemu fulani. Tuambie chako." Jamaa akafanyiwa hesabu pale. Lakini si unajua ni mwezi ujao. Sasa mchezeni imekuwa kila siku anapiga simu kuomba alifu. Sasa bwana, jamani, niza Mwambegu, mimi nataka kuwekeza kwa hawa na majukumu ya kwangu nyumbani na majukumu ya studio. Pesa nimeambia msanii nitamfanyia ABCD. Imekuwa kila siku mpaka akitaka kwenda mahali ananipigia simu, unajua tutafanya collab na wewe, basi nitumie hela." Surely. Where is the professionalism in course, jamani, kwa wasanii? Ile professionalism hapa Pwani iko wapi? Pwani nzima msanii mmoja tu legendary ambaye nimemuona ana professional ni Susumila. Hiyo Susumila nampatia maua yake jamani. Pwani nzima msanii mwenye professionalism katika kazi zake. Ukifanya deal na msanii kama Susumila, deal inaenda kiutu uzima, yani ipo professionalism pale. Lakini hawa wengine, jamani. Naeka swali kwa Mbea. Je, mimi nikachukua ile post nikasema jamani, haiendi hivi. Manake haiwezi kuwa tumeagree tutafanya kitu mwezi ujao,
Lakini wewe kila kukicha unanipigia simu, wewe tunafaa tufanye collab. Unajua sasa mimi siwezi tembea hivi hivi manake wewe msanii wako bwana, wewe utaniahidi nini? Tunafanya mwezi ujao. Sawa. Tutaenda studio fulani. Lakini inakuwa bana mnaweka mpaka utapeli ndani. Inakuwa sala kupendeza. Na wengi by the way wana hizo chini. Nimekaa, najua Kaya Records ziko hapa. Na pale Kaya Records nimekuwa nyuma ya pazia sana. Na nimeweza kusoma wasanii wengi tabia zao. Hapa Pwani wasanii jamani, tamaa nyingi na ujuaji mwingi tuache. Mimi nitawaambia, mnipende mnichukie, mimi ni mbea bwana. Nitawaambia. Pwani, wasanii wa Pwani, jambo la kwanza wote wengi ni wajuaji. Na ujuaji huo umechangia there's nothing. Pili, professionalism kwa wasanii wa Pwani hamna. Mnipige mawe, I don't care. Lakini nishawaambia. Tatu, wasanii wa Pwani, tabia yenu bwana, kama umeagree, twende kwenye umeagree. Tusiwe na chini nyingi sana ambazo zisaidii. Let's be straightforward. Mnashangaa kwa nini Susumila amekaa kwenye game miaka 20. Lakini angalieni chini ya kapeti tabia yake iko vipi. Tunavyoongea sasa hivi hakuna management, hakuna sahi record label Pwani ambayo ina msanii mkubwa. Jiulizeni ni kwa nini? Ask yourself hiyo swali. Wasanii bana, badilikeni. Mimi nawaambia kwenye umbea wangu leo by the way, niliandika juzi, hiyo jambo linikwaza sana sababu dogo anajitafuta. Ndio ana hela kweli, sikatai. Lakini mbona wewe tapeli? Tena wewe ni mtu ambaye ni kioo cha jamii, unaangaliwa. Mbona tapeli madogo? Hata unajua sasa bana, mimi kwenye na rekodi na shilingi 65,000, 65,000. Record studio gani Mombasa hii? Wapi Mombasa hii? Unaona? Hati mimi basi kama ni hivyo, bwana nipeni laki kadhaa. Akapewa. Alipewa nusu mwanzo. Mpaka huyo jamaa akamwambia cheki, iliyofikia hiyo ngoma hatutaki kufanya na wewe. Deposit niliyokupatia haikuwa riski, kanayo. Haikuwa riski tu wewe, deal imeisha hivyo. Ikifikia mahali kama hapo, investor ametoka nchi ya Bongo anakuja kuinvest Mombasa, mnamfanya vitu kama hivyo. Surely.